Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jua Dini Yako. Tukiwa naye si mwingine ni Sheikh wetu Sheikh Hamis ambaye tupo naye ndani ya studio zetu za Mahdi TV akizidi kuelezea mengi zaidi kuhusiana na dini yako. Haswa katika awamu ya leo insha Allah tutazidi kutazama vitendo vya swala. Naamini katika pia kipindi chengine aliweza kuelezea na akaanza na swala la nia, na insha Allah zaidi na zaidi leo tuenda kufahamu vile vingine kwa sababu anavielezea moja baada ya nyingine ili tuweze kufahamu shuruti zake ndani yake, ama ili swala iwe kamili, ili swala itimie iwe sawa, hivi vitendo vinapaswa kuwa vipi. Na insha Allah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante. Naam, karibu tena. Naam, tukielekea katika mada yetu ya leo inshallah tunataka kuangazia vitendo vya swala zaidi. Naamini katika kipindi tuliweza pia kugusia, kipindi chengine tuliweza kugusia, ukaweza kuelezea, ukaweza kuvitaja vitendo vile vya swala, na inshallah tunataka yale zile zingine maelezo yake zaidi inshallah. Bismillah. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bifadlillahi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, watazamaji wapendwa na dada yangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni fursa nyingine tena tunakutana ili kuweza kuendeleza darsa yetu ambayo ni kuhusiana na ibada ya swala. Ndiyo. Katika kipindi kilichopita tulianza kuzungumzia kuhusiana na jambo la kwanza zaidi ambalo linafaa likae vizuri, au katika yale mambo ambayo ni wajibu ya swala ambayo ni nia. Naam. Tukasema kwamba nia inatosha tu kule kwamba umekusudia kufanya jambo, si lazima kwamba uitamke. Ndiyo. Tukafikia mahali tukasema pia ni lazima identify ile aina ya swala unayoiswali, hata kama ni kwa ujumla. Ndiyo. Hata kama ni kwa ujumla, si lazima useme ni swala fulani, ni swala fulani kwa mfano. Tukasema kwamba inatosha tu kwamba kama wewe umefika ni wakati unatakana uswali, basi ukatia nia kwamba na swali ile swala ambayo ni wajibu sahihi kuiswali. Ndiyo. Lakini swali linakuja hapa, je, kuna uwezekano wa kubadilisha nia katikati ya swala kuenda kwenye swala nyingine? Kwa mfano, kwa sababu moja au nyingine. Kwa mfano, na swala ya dhuhuri, nikakumbuka ya kwamba nilikuwa mimi natakana ni swala ya asr, si ya dhuhuri. Je, inajuzu au sheria inanipa ufafanuzi gani kuhusiana na swala hili? Naam. Ni kwamba kuna sehemu ambazo inajuzu na kuna sehemu zingine ni wajibu kufanya hivyo. Ya kwanza ni kwa mfano unapokuwa haujaswali swala mbili ambazo zinafuatana. Hapa ninazungumzia swala ya dhuhuri na alasiri au maghrib na isha. Wewe katika kuswali ukaanza na ya pili. Ukaanza na ya pili kabla ya kwanza. Kwa sababu lazima kuwa kuna utaratibu, uanze ya dhuhuri. Hapa hatuzungumzii swala la kulipa, la hasha. Tunazungumzia swala kwa wakati wake. Ndiyo. Kama unavyojua kwamba swala ya dhuhuri na alasiri zina wakati, kama tulivyozungumza katika nyakati za swala, kuna wakati unaitwa waqtul mushtarak. Yani wakati ambao unashirikiana hizi swala zote mbili. Vile vile katika swala ya maghrib na ishai pia ina wakati ambao ni mushtarak. Sasa lau mwenye kuswali ataingia kwenye swala ya pili kwa kusahau, alafu katikati akakumbuka kwamba mimi nilikuwa natakana ni swali salatu dhuhuri, lakini mimi nimeweka nia ya salatu asr. Ndiyo. Au mimi nilikuwa natakana ni swali salatu ishai, lakini nikaweka nia ya salatu maghrib. Je, katikati ya pale ninaruhusiwa kubadilisha nia? No. Ya kwamba kwenda kwenye hiyo swala nyingine? Naam, unaruhusiwa kubadilisha nia. No. Isipokuwa
kama utakuwa kwamba ule muda uliobaki, kama msikilizaji atakumbuka, nishawahi kuzungumza kwamba kuna muda ambao unaitwa ni wakati khasa wa swala. Ndio wakati khasa tunasema ni kwamba ni kadri au kiwango cha kutekeleza zile rakaa za ile swala ya wakati ule na wakati wa swala huo umeisha. Kwa mfano, tumefika mwisho kabisa wa wakati wa swala ya dhuhuri na asr, ambao ule muda wa kuswali raka 4 halafu ingie magharibi, ule unakuwa ni muda hasa wa salatu la asr. Sasa kama sijaswali salatu dhuhuri na al-asr na nimepata muda wakati ule, ni lazima nitangulize swala ya asr, baadaye nitalipa dhuhuri. Sasa ikiwa mwenye kuswali ameingia katika huu muda huu, alikuwa anatekana aswali ya dhuhuri alafu ndio alasiri, lakini yeye kwa kusahau akaanza na swala ya asr, akakumbuka katikati na bado yuko kwenye swala, yani ina maana anaweza kubadilisha. Ndiyo. Ni wakati gani hawezi kubadilisha? Ni wakati, kwa sababu swala inakamilika kwa kukamilika rukui. Unapoikamilisha rukui, unaonekana ile rakaa inakuwa ndio imekamilika. Na ndio maana tutakuja kuona hata kuunga swala ya jamaa huwa ni lazima umpate imamu kabla hajainuka kutoka kwenye rukui, ndio unakuwa umeipata ile rakaa ile. Ndiyo. Kwa hivyo ikiwa ima yuko kwenye rukui, hata kama ni ya mwisho au kabla ya rukui, ana uwezo hapa wa kubadilisha nia kutoka kwenye swala ile aliyokuwa ni swali kuenda kwenye ile swala ambayo inatakana aiswali. Isipokuwa ikiwa ameingia katika huu wakati unaitwa wakati khasa, ambao ni wajibu sasa kuswali ile ya pili kuliko ile ya kwanza. Kwa sababu wakati khasa ni wakati ule ambao ni wajibu kuswali ile swala ya pili. Alafu ile ya kwanza itabidi utailipa baadaye, kwa sababu ule ni muda wake. Kwa hivyo kama mwenye kuswali atatanguliza swala ya pili, na hapa ninazungumzia kama nilivyosema, nazungumzia ima swala ya isha au ya asr, katika hizo swala mbili ambazo zinashirikiana muda. Kwa hivyo ataweza kuibadilisha nia kutoka ya swala ya isha iende kwenye swala ya magharibi. Bora tu sehemu aliyo inaungana na swala ya magharibi, kwa sababu kumbuka swala ya magharibi pia ni raka 3. Kwa hivyo akikumbuka raka ya 4, inakuwa zile idadi za raka zimepita ya magharibi. Kwa hivyo ni kwamba ataendelea tu na swala yake, kwa sababu ni kwa kusahau, alafu baadaye ile swala aliyoacha ile ya magharibi atakuja ataiswali baadaye. Kwa hivyo mwenye kuswali ana uwezo wa kubadilisha nia kutoka kwenye swala nyingine mpaka swala nyingine ile ambayo anatakana aiswali, kama atakuwa amefanya kwa kusahau na hayuko kwenye wakati ule, wakati ambao ni khasa, ambao inaitwa na dhikr wakati, ambao ni wakati ambao uko finyu sana kiasi cha kwamba hauwezi kutoshea swala zote mbili. Katika sehemu nyingine ni kwamba lau mwenye kuswali, kwa hivyo kule ni wajib, lau atakumbuka kwa mfano ambaye ana swala mbili ambazo zimefuatana, akaanza na ya pili, akikumbuka katikati, ni wajibu kwamba badilishe ile nia, aende kwenye ile swala ambayo anatakana aiswali. Isipokuwa kama iko kwenye dhikr wakati, kwamba wakati khaswa ile. Sehemu ya pili ambao hii ni jaiz, inajuzu yani. Kwa mfano lau mtu ataingia kwenye swala ile ambayo anatakana aiswali wakati ule, na akakumbuka kwamba ana swala ya kadhaa ambao hakuiswali, anatakana afanye kadhaa. Kwa hivyo anaruhusiwa kubadilisha nia ya ile swala ya ada aifanye kadhaa, halafu baadaye ndo aswali ada. Yani mtu alikuwa anadaiwa swala, lakini yeye akaingia kuswali swala ile ambayo imefika wakati wake. Sawa? Akakumbuka katikati kwamba nilikuwa ninadaiwa swala. Hapa inajuzu. Nazungumza kwamba inajuzu. Ina maana ana uwezo wa kuamua kuendelea na ile swala tu, ikawa ni sahihi, haina tatizo. Lakini pia inajuzu kufanya nini? Na inajuzu, bali ni mustahabu, yani ni sunna, kubadilisha ile nia ya swala ile ya ada, atekeleze ile
anataka kulipa ile ambayo anataka kulipa. Naam. Hiyo ni sehemu ya pili. Naam. Kuna maelezo tu, hii si sehemu bali ni maelezo tu kwamba je, nina uwezo wa kubadilisha nia ya faradhi nikaswali sunna? Swali tete kweli. Nina uwezo wa kubadilisha, nilikuwa nimetia nia ya kuswali swala ya wajib. Je, ninaruhusiwa na sheria kubadilisha nia ya wajib nikaswali sunna? Je, ninaruhusa hiyo? Ni swali linaulizwa kisheria. Katika nia ile ile nimetia kwamba mimi sasa naswali swala ya dhuhuri. Je, sheria inaniruhusu kwamba ninaweza kubadilisha ile nia kwa sababu moja au nyingine, badala ya kuendelea na swalatul dhuhur nikaswali swala ya sunna? Naam, zipo sehemu ambayo inajuzu. Sehemu ya kwanza ni kwa mwenye kuswali swala ya Juma ambaye amesahau kusoma suratul Juma ambayo ni mustahabu, ni sunna katika raka kwanza. Kwa hivyo anaweza akabadilisha nia ya kuijalia kwamba ile anayoendelea nayo ni sunna, akaikamilisha kama swala ya sunna, alafu baadaye akaswali suratul Juma ili asome suratul Juma. Sawa sawa? Naam. Yani mwenye kuswali suratul Juma ndio akakumbuka ya kwamba nimesahau kusoma suratul Juma ambayo si kwamba ni wajib, ni sunna, lakini tuseme labda mwenyewe pia alikuwa na ile nia, alikuwa na nia so amesoma sura nyingine mpaka amepita katikati. Ndio. Kwa sababu sura ukipita katikati huwa hauruhusiwi kuivunja. So amesoma mpaka amepita katikati ya ile sura, akakumbuka kwamba kuna sunna ya suratul Juma mimi sijafanya. Kwa hivyo pale sheria inampa option ya kwamba abadilishe nia yake, ile swala anaoendelea nayo asifanye kwamba ni ya wajibu, kwa sababu salatul Juma ni wajibu. Salatul Juma ni wajibu. Iwa ni wajibu takhiri au nini, lakini wajibu. Abadilisha, anaweza kubadilisha akaijalia kwamba ile swala anayoenda nayo sasa ni ya sunna. Aikamilisha raka mbili zake, alafu arudi tena sasa swali hii swala upya tena sasa ili aweze kusoma suratul al-Juma. Sehemu ya pili ni ya mtu ambaye alikuwa anaswali swala ya faridha ambayo alikuwa anaswali peke yake, mufrad, yani furada. Ameingia msikitini akaangalia hivi hakuna watu na muda wa swala umefanya umeingia, yeye akafunga swala. Katikati watu wakaingia na wakakimu swala ya jamaa. Watu wakaingia na wakakimu swala ya jamaa. Ikiwa bado yuko katika mahali ambapo anaweza kuswali sunna, akaibadilisha kuwa sunna ile swala, basi anaruhusiwa kufanya hivyo, kwamba ile swala yake anayoenda nayo aibadilishe iwe ya sunna, amalize ili aweze ajiunge na jamaa, ambao jamaa ni bora zaidi kuliko kuswali peke yako. Kwa hivyo mtu ambaye ameingia kwenye swala ya faradhi, na naomba nirudie hili, mtu ambaye ameingia kwenye swala ya faradhi akiwa anaswali peke yake, alafu baadaye kukasimamishwa jamaa, na ikiwa yuko katika sehemu ambayo anaweza kuibadilisha kawa swala ya sunna, kwa sababu swala ya sunna ni raka mbili, ina maana awe hajapita raka mbili. Kama yuko sehemu ambayo anaweza kuibadilisha kawa swala ya sunna, kwa hivyo atabadilisha nia yake kwamba sasa hii ni sunna, amalizie, halafu ajiunge na nini? Ajiunge na jamaa. Sijui kama ninaeleweka. Naam. Ajiunge na jamaa. Na jambo lingine ambalo tu ni katika masuala ya kuzungumzia, kwa sababu hii si kubadilisha nia, kwa sababu ni hiyo swala hiyo moja. Ndiyo. Hapa ni swala ya msafiri na asiyekuwa msafiri. Kwa mfano, mimi nimefika mahala ambapo labda nilikuwa ni msafiri, sitakaa zaidi ya siku 10. Kwa hivyo ikawa mimi wadhifa wangu au wajibu wangu wa swala pale, swala zenye raka 4 ni kuswali raka 2. Lakini katikati yake nikaamua kubadilisha nia kwamba sasa mimi nitakaa zaidi ya siku 10 hapo mahali. Sasa mimi nitakaa.
Kwa hivyo nikishabadilisha nia kwamba sasa nitakaa zaidi ya siku 10, ina maana mimi si msafiri. Ndiyo. Kwa hivyo inatakana ni swala tamam kwenye swala za raka 4. Kwa hivyo ninapobadilisha ninaruhusiwa kukamilisha. Ndiyo. Badala ya kuswali raka 2 nitaswali raka 4 sasa. Lakini zile raka 2 zitabakia vile vile. Zitabakia vile vile. Na ni maelezo tu ya kuambatana, kwa sababu hapa kusema ukweli si kwamba unabadilisha nia ya kutoka kwenye swala nyingine kwenda kwenye swala nyingine. Ni swala ile ile lakini ina hali mbili tofauti. Sababu swala ile ile ina tamam na kasr. Kwamba kama wewe ni msafiri ambao umekamilisha masharti, sheria inakuambia swala za raka 4 uziswali raka 2 ambayo inaitwa kasr katika lugha ya fiqh ya kupunguza. Na kama wewe ni msafiri au kama wewe ni mwenyeji, yani kama wewe ni mwenyeji uko kwenu au sehemu ambao unakaa zaidi ya siku 10, wewe swala zako zinakuwa ni tamamu, yani zinakuwa zile swala za raka 4 unaziswali vile raka 4 ambao hapa nazungumzia swala ya dhuhuri, swala ya alasiri na swala ya isha. Hakuna kasri kwenye swala ya magharib na salatu subuh. Kwamba sasa mimi ni msafiri, salatu subuh nitaswali raka 1. Allah, hakuna. Au salatu maghrib kwamba nitaswali raka 2. La hasha, zile unaziswali tamam kama vile zile. Kwa hivyo lau huyu mtu ni msafiri ambaye yuko ugenini na hana nia ya kukaa zaidi ya siku 10, lakini katikati ya swala alipoanza swala tu akaja, la, mimi nimebadilisha nia, sasa nitakaa zaidi ya siku 10. Kwa hivyo anatakana afanye nini? Akamilishe. Kwa hivyo atakamilisha swala yake. Au mtu ambaye amenuia kukaa sehemu siku 10 na zaidi, ambao anatakana afanye tamam, lakini alipoanza swala akabadilisha nia akasema, la, mimi sitakaa siku 10 tena. Ndio. Ina maana sasa atachukua hukumu ya nani? Hukumu ya msafiri. Kwa hivyo katika sehemu ambazo tumezitaja ni kwamba inaruhusiwa kubadilisha nia kutoka kwenye swala nyingine kwenda swala nyingine. Hasa hapa tumezungumzia katika kutoka swala ya faradhi kwenda swala ya sunna. Na tukazungumzia kwamba katika sehemu ambazo anaruhusiwa mwenye kuswali kubadilisha hii nia ni wakati katika swala ya Jumaa akiwa amesahau kusoma suratul Jumaa. Kwa hivyo ataibadilisha kuwa ya sunna, aikamilisha, halafu arudie anze kuswali tena ili asome suratul Jumaa. Vile vile kwa mtu ambaye amejishughulisha na swala ya faradhi ambayo anaswali peke yake, halafu baadaye kukasimamishwa swala ya jamaa, anaruhusiwa kuibadilisha ile swala yake anayoendelea nayo kuwa ya sunna, ikiwa iko sehemu ya kuibadilisha, ikiwa ya sunna, ili awahi nini? Ili awahi jamaa. Mashallah, mashallah. Shukran sana Sheikh. Katika awamu ya kwanza naamini pia tumeweza kufaidika na mengi, na mpenzi mtazamaji ameweza kufaidika. Tukirudi katika awamu ya pili kutoka mapumziko tutaendelea zaidi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Khamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu binafsi napata mafunzo mengi. Sijui wewe mwenzangu yanakufikia ama yakufikii. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, ukiwa naye Sheikh Khamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV, ambaye anazidi kukuelezea wewe na kudavulia mengi kuhusiana na dini yako, haswa upande wa swala. Tunafahamu kwamba swala ni muhimu, swala ni wajib, na ili swala itimie kuna vitu ambavyo unapaswa kuvitekeleza ndani yake. Utakuta labda unaweza kuwa unaswali lakini haufahamu vitu vingi, huenda swala yako inakuwa batil lakini haufahamu. Kuna makosa ambayo wengi tunafanya ndani ya swala na hatufahamu. Na inshallah uzuri tunaye Sheikh wetu ambaye anazidi kuelezea mpenzi mtazamaji na kukujuza mengi ili usiweze kutaabika unapotimiza wajibu wako wa swala. Na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante. Naam, tukiendelea na mada yetu. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Tukiendelea na mada yetu, jambo la pili ambalo lazima kwa mwenye kuswali alitekeleze ndio swala yake iwe ni sahihi. Naam.
ni takbiratul ihram. Takbiratul ihram ndiyo takbira ya kufungua swala. Ndiyo. Ya kufunga au kufungua swala. Naam. Sababu watu wengi wanasema tumefunga swala. Naam. Lakini inaitwa ni takbira ya iftitahu sala, yani ya kufungua swala. Na sasa uko ndani ya swala. Ndiyo. Takbiratul ihram kwa kifupi tu ni kusema Allahu akbar. Hii Allahu akbar. Ndiyo. Hiki ni kitendo ambacho pia ni wajibu rukun, ambao kikiachika ima kwa kukusudia au bila ya kukusudia, swala ni batil, swala si sahihi, yani ni wajibu rukun. Ndiyo. Kwa hivyo sura yake ni kusema Allahu akbar. Lazima tuwe makini hapa. Hii ndio sigha yake, au hii ndio sura yake, kwamba Allahu akbaru. Nadhani pia kuna siku nilipitia katika mtandao nikaona pia kuna shekh mmoja alikuwa anaelezea vivyo hivyo, kwa sababu nadhani kuna matamshi hapa, kuna wengine labda huwa ni kama hawataji ile full, ama mtu utakuta Allahu akbar aende na vile unavyosema. Sasa kuna watu wanasema, je, iko na utofauti? Kwa sababu Allahu akbar ina maana na ukisema tofauti pia inaleta maana tofauti. Kwa hivyo lazima iwe ni kwa lugha ya Kiarabu fasaha. Ina maana kuna Waarabu pia nao wanaeka accent zao kwa kuitamka hilo neno. Ina maana haiwi ni takbiratul ihram. Lazima itamkwe kwa lugha ya Kiarabu fasiha. Kwa mfano, watu wengi wakati mwingine tunaghafilika, tunasema Allahu akbar. Kweli. Tunaongeza wa. Ambao unapoongeza wa inakuwa inabadilisha maana. Ndiyo, kama na. Inakuwa sio ile maana ambayo imekusudiwa. Kwa hivyo sigha ya takbiratul ihram ni Allahu akbaru. Mara nyingi huwa ile ra tunaisoma na sakna, kwa hiyo tunasema Allahu akbar. Ni sahihi kwa sababu kama unasimama kwenye hiyo ra. Mara nyingi kwenye ile ra unahitaja ile dhamma kama labda unaunganisha na kitu kingine. Kwa mfano katika adhan tunaposema Allahu akbaru, Allahu akbar, au Allahu akbaru, Allahu akbar. Kwa mfano kama tunavyopiga takbira za Eid. Lakini inafaa lisemwe hivyo Allahu akbaru au Allahu akbar. Hiyo ndio takbiratul ihram. Hicho ni kitendo cha pili cha swala baada ya nia. Hii takbiratul ihram ni wajib kwa mwenye kuweza aiseme ikiwa amesimama wima. Amesimama wima. Na ametulia. Lazima kupatikane istikrar. Sio kuyumba-yumba. Sio kuyumba-yumba. Wala kuegemea sehemu. Kwa mwenye kuweza. Sipokuwa kwa dharura, kwa labda mtu ana matatizo lakini kwa mwenye kuweza, wakati wa kuisoma hii takbiratul ihram lazima awe amesimama wima na ametulia, awe na istikrar. Mara nyingi utakuta mtu tu anaingia kumsikitini hata hajanakana Allahu akbar taala ameshafunga swala. La, lazima hakikishe kwamba umesimama wima na umetulia. Miongoni mwa falsafa ya adhana na ikama ndiyo hiyo, kwamba inakuandaa wewe, inakuandaa kiroho kuingia katika ibada ya swala. Kwa hivyo ni lazima isomwe ikiwa kama mtu anaweza, lazima isomwe ikiwa mtu amesimama wima, ndo kile kiamu ambacho ni wajib, na vile vile kupatikane utulivu. Ndiyo. Ni lazima tumesema isema kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tarjama yake, kwa mfano ukasema Mungu ni mkubwa, au kwa lugha God is great. Kwa mfano ukafunga swala na God is great, swala yako inakuwa sahihi. Lazima isomwe kwa lugha ya Kiarabu. Wala kwa mfano kuongeza baadhi ya vitu, kwa mfano kama tulivyosema, ukasema Allahu akbar au Allahu ahsan, Mwenyezi Mungu ni mzuri.
haitoshelezi, ni lazima isomwe Allahu Akbar. Naam. Ni sunna kutanguliza takbira 6 kabla ya takbiratul ihram au kuzileta baadaye. Mashaallah. Ni sunna kwamba uweke takbira 6, useme takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lakini lazima uhakikishe nia yako ya kwamba ile ya mwisho ndio takbiratul ihram. Au kama utasema, kuna baadhi ya riwaya kauli zinasema kwamba unaweza ukaisema katikati. Yani ukasema 3 alafu ukaisema katikati alafu ukasema 3. Lakini sasa lazima kwenye nia yako ile ambayo unakusudia kwamba ni takbiratul ihram iwe hiyo. Naam. Vile vile ni sunna wakati wa kusema hii takbiratul ihram kunyanyua mikono hadi kwenye masikio. Hivi. Kunyanyua mikono ni sunna, ni mustahabu. Hapo tukibakia kwa hilo swala. Ukifanya takbiratul ihram ni kwamba mikono ni lazima ishike masikio ama si lazima ishike masikio? Si lazima. Kilicho sunna ni kwamba ifike masikioni au kwenye uso hapa. Na pia ni sunna hivi vidole viwe vimefungwa hivi na hivi huko kiganja hiki kwa ndani ielekee kibla. Hiyo ndio sunna iliyopo ya takbiratul ihram. Lau mwenye kuswali atapatwa na shaka ya kwamba je, nimesema takbiratul ihram au la? Kwa mfano yuko kwenye qiraa, je, mimi nimesema takbiratul ihram au bado? Ikiwa ameteremka mpaka kwenye rukuu akapatwa na shaka hiyo, sala yake ni sahihi. Kwa sababu akirudi akifanya tena takbiratul ihram lazima ataongeza tena rukuu. Ataongeza tena rukuu ambayo hairuhusiwi. Na vile vile ikiwa ameingia kwenye kitendo chingine akakumbuka kwamba akawa na shaka, yani kwamba je, kukumbuka kwamba nimesahau, hiyo inavunja swala moja kwa moja, kama tulivyosema kwamba ni miongoni mwa arkan ambazo zikikosa kutekelezwa swala ni batil. Lakini hapa mtu ana shaka, yuko na taraddud, yani hajui kwamba amefanya au hajafanya. Inatutokea mara nyingi binadamu, unakuwa kwenye swala unashinda, mimi kweli nimepiga takbiratul ihram, wakati labda unaweza kuwa hata kwenye rukuu. Kwa hivyo ukiwa umeingia kwenye kitendo chingine, basi hautajishughulisha na ile shaka. Utaendelea kusali na swala yako kwa mujibu wa sheria, ni sahihi. Tumesema kwamba hii takbiratul ihram lazima ni lafudhi, lazima itamkwe. Ndio. Na je, kwa mtu ambaye hawezi kuongea, yeye anasema vipi takbiratul ihram? Au mtu ambaye ana matatizo ya kuongea. Na je, kama ni ule wa kusikia mwenye labda hasikii? Kwa mtu ambaye hasikii si tatizo sana, kwa sababu bila shaka atasoma swala kwa lugha yake anayoielewa na atajua kwamba kuna takbiratul ihram. Hata tuseme mfano labda wanaswali ni swala ya jamaa. Bila shaka wao wana elimu zao za kufuatilia watu wasiosikia. Hapa tunazungumzia mtu ambaye haongei au mtu ambaye ana matatizo ya kuongea. Kwa mfano hawezi kulitamka hili neno Allahu Akbar vizuri, na tumeambiwa lazima litamke vizuri. Anafanya wengine pia utakuta kuna ulimi mzito. Ulimi mzito. Ndio. Kitu cha kwanza ni wajibu kwa Waislamu wote kujifunza kuswali toka siku ya kwanza. Ndio. Ili aweze kuitekeleza ibada ya swala sahihi. Ndio. Kujifunza. Kwa hiyo the moment mtu anapokuwa Muislamu tu ana wajibu wa kujifunza nini? Ibada. Hiyo ieleweke mwanzo. Kwa mtu huyo ambaye ana matatizo, huyo ambaye anafanya nini? Matatizo. Kama ni mtu ambaye anaongea lakini kwa kujivuta sana, atajaribu kadri ya uwezo wake. Kadri ya uwezo wake vile atakavyoweza kuisema.
Mwisho wa siku ni kwamba ni mtu ambaye ana dharura, sio maksudi yake, yani ni kwamba ni mtu ambaye ana dharura. Ndio. Kwa hivyo atajitahidi kulingana na uwezo wake atakavyo, hata kama labda ili kuipata, lakini atafanya kila kitu. Kwa mfano kama ikitokea kwamba lazima labda jieke vidole mdomoni ndo herufi zitoke vizuri, anarushauriwa kufanya hivyo. Na kwa yule ambaye yeye hawezi kuongea kabisa, lazima afanye kwa ishara ambayo itakayomwonyesha ya kwamba amesema takbiratul ihram. Hata kama labda ni kwa ishara ya macho, kwa ishara ya mikono, kwa ishara ya nani, ili mradi ni kwamba yeye kulingana na lugha yake anayoelewa kwamba amesema nini, takbiratul ihram. Lakini kwa mtu ambaye anaweza kuongea vizuri, yeye ni lazima afanye nini? Lazima aitamke kama inavyotakikana. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana Sheikh. Hakika nadhani ni kitu ambacho kimeweza kueleweka, kwa sababu ni vitu ambavyo utakuta vina utata. Na pia tukiangalia swala lingine, umesema hii ya kwanza, hii takbiratul ihram ndio muhimu sana. Je, tukiendeleza mwendelezo wa swala ile, kama ile ukiinuka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, je, ile mtu akikosa kuisema inakuwa labda inabatilisha swala, ama swala bado inakuwa inaswihi? La hasha, zile takbira zinazofuatia zote si wajib. Mbali na kwamba sio rukun, pia hata sio wajib. Ni katika miongoni mwa mambo ambayo ni sunna. Katika swala zile takbira zingine zote zinazofuatia. Kwa mfano kama takbira ya baada ya ushatoa salam, ile Allahu akbar, Allahu akbar, kwanza ile hata haiko ndani ya swala kabisa. Ndio. Haiko ndani ya swala. Kwa hivyo ni hii sunna ya kunyanyua mikono kwa kusoma takbira ni sunna ambayo inaenda kwenye takbira zote. Takbira zote. Ndio. Unaposoma takbira yoyote ni mustahabu au ni sunna kunyanyua mikono yako mpaka kwenye masikio. Lakini hapa iliyo wajibu hii inayoitwa takbiratul ihram peke yake. Hii ndio ambayo ikikosa kutekelezwa ndio inaathiri swala. Lakini hizi zingine ieleweke kwamba hizi zingine, mbali na kwamba si wajibu hata ghairi rukun mwanzo, ni sunna kama tutakavyoangalia baadaye. Kuna vitendo ambavyo tunavifanya ndani ya swala ambavyo ni mustahabu wala hata si wajibu. Kuna vitendo ambavyo tumeshavizoea ndani ya swala tunavifanya ambavyo sio wajibu, ni mustahabu. Labda mtu yafanya yuona vitendo vya wajibu ni hivi ambavyo nimevitaja. Tukianza na nia, ndio takbiratul ihram, ndio. Tukienda qiyam, tukienda rukuu, tukienda as-sujud, sajdatain zote mbili, tukaenda tashahud, tukienda at-taslim, alafu tukaenda dhikr zile subhana rabbiyal a'la wa bihamdi na subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kwenye rukui. Na vile vile kuna kitu inaitwa muwalat ambayo tumesema kwamba kusiwa na gap kubwa baina ya kitendo kimoja na chengine, kiasi cha kwamba haiitwi kwamba ni swala. Kwa mfano baina ya rukui na sujudu kukawa labda na dakika 10, mtu amesimama kabla ya hajaenda nani, hiyo sasa unaonekana hauko kwenye swala. Vile vile taratibu ina maana ni kwamba ni kuvileta vile vitendo kwa taratibu ile ambayo imewekwa, yani cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha mwisho. Yani tunaanza takbiratul ihram, tunasoma qiraa, qiyam, tunasoma qiraa, tunaenda rukui, tunaweza sujud. Isitokee kwamba tunaenda sujud alafu ndio turudi rukui. Inakuwa utaratibu hapo umekosekana. Kwa hivyo hivi vitendo 10 au 11 ndivyo ni wajibu ndani ya swala. Mashaallah. Hivi vitendo vingine ambavyo huwa tunavifanya vingi ni mustahabu, ambao baadaye tutaviangalia. Kwa mfano kama kunut, kuleta kunut. Ndio. Hii dua ambayo inasoma baada katika rakaa ya pili katika qiyam, rakaa pili baada ya kumaliza suratul Fatiha na ile sura nyingine. Ni mustahabu, si wajibu. Yani ukiacha haivunji swala, haiathiri swala. Japokuwa ni mustahabu, ina thawabu zake unapoifanya. Na mambo mengi ambayo tunayafanya ndani ya swala ambayo yameruhusiwa na sheria, lakini ni mustahabu wala
si wajibu. Shukran sana Sheikh, kuwa na wewe ni faraja, na naamini maelezo yako yanaweza kuwafaidi wengi wale ambao labda wanataka kujua ni vitu gani nafaa kutenda katika swala. Na kufikia hapo Sheikh, naamini nikushukuru kwa uwepo wako, na pia na Mwenyezi Mungu akupe uhai zaidi ili tuzidi kuwa na wewe katika studio zetu, ili watazamaji wetu au mtazamaji wetu azidi kufaidika na wewe. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Khamis umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambao umeweza kuyaangazia kuhusiana na nia na pia takbiratul ihram. Ni vitu ambavyo ni muhimu sana wewe kuweza kuvifahamu, kwani swala yako itakuwa kamili. Usije ukabatilisha swala bure, na umekuwa na Sheikh ndani hapa akikufundisha mambo mengi na mengi zaidi. Uenda labda kuna wenzetu ambao madrasa hawakupitia, kuna wenzetu ambao labda vitabu kuna uzito kuvishika. Kupitia Sheikh unaweza kufahamu mengi ambao mweza kukuelezea hadi moja kuelekea na nyingine, na vitu ambavyo unafaa kufanya na vitu ambavyo hufai kufanya. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, niseme nikuache na nikutakie siku njema insha Allah, fi amanillah.